tuliweza kuashiwa siku ya jana, na mahali haswa tulipokuwa tumeweza kuashia hata siku ya Ijumaa ambayo iliweza kupita, wakati tulikuwa tunaangazia nyumba na ujenzi, na wakati tulipokuwa tukiangazia yale Yesu aliita hekima na yale ambayo tuliona yameandikwa hata katika hii Biblia yaitwayo mambo yaliyo ya hekima. Na kwa hivyo siku ya leo ndiyo ningetaka tukaweze kuyarejelea kidogo. Tulikomea katika kitabu cha Watimotheo, ama cha Timotheo wa pili, na aya yake ya tulikomea pale katika Timotheo wa pili, mlango wa pili, na tukaweza kukoma pale katika hata aya yake ya 22 katika Timotheo wa pili, hata mlango wa pili na aya yake ya 22, ambayo ilikuwa inatuambia ya kwamba tukaweze hata kuzingatia mambo ambayo ni ya uhaki, mambo ambayo ni ya imani, mambo ambayo ni ya upendo, na mambo ambayo ni amani, na pamoja na hayo tutembee na wale walio na moyo safi wakimtafuta Mungu. Na ukumbuke somo letu lilikuwa limetokana na Mathayo 7 hata aya yake 24 mpaka 28, lakini tukaendelea na tukaona mambo mengine kuhusiana na ujenzi na mjengo katika kitabu cha Wakorintho, mahali ambapo ilituambia ya kwamba msingi tayari umerazwa, na sasa ni jukumu letu kujenga katika ule msingi. Ni jukumu letu kujenga katika huyo msingi, na tukaona ya kwamba wengine watachukua bao wajenge, wengine watachukua mawe ya dhahabu wajenge, wengine wachukue mawe ya fedha wajenge, hata wengine wachukue nyasi wajenge na majani katika ule msingi. Na tukaambiwa haya yote sio shida, bora jengo linaonekana si shida, lakini ile jambo ambalo litazingatia ama litaweza kuzingatiwa pale mwishoni ni wakati kila jengo litaweza kupitishwa katika moto, na lile ambalo litaweza kustahimili moto ndiyo ataweza kuzawadiwa. Na tukaona ni kweli katika haya maisha furaha inakuwa ni wakati tunapokea zawadi kutoka kwa wale watupendao. Na kwa hivyo Bwana kile ambacho ametuahidi ni kwa ajili ya upendo wake, ni ya kwamba tukaweze kupokea zawadi. Lakini pamoja na hivyo lazima kwanza tufanye kazi, na hiyo kazi ni ya ujenzi, ambayo Paulo alituambia kwamba tumewekewa msingi tayari, so kazi yetu ni kujenga. Na tukaambiwa tuangalie vizuri kile ambacho tunachokijenga. Tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya yake mlango wake wa 3, tukasoma kuanzia aya yake ya 10 ama ya 9, na tukateremka mpaka pale aya yake ya 10 hata na 19. Tulifika pale 10 na ama 20. Lakini siku ya leo ningetaka turudi kidogo nyuma katika aya yake ya 16 ama 16, kwa sababu kuna jambo pale linachukua umakinifu wangu. Aya 15 inasema ya kwamba kazi ya mtu ikishashomeka yeye ataweza kuwa na hasara, lakini yeye mwenyewe ataweza kuokolewa kama mtu ambaye ametoka katika moto. Na tukaweza kuona hayo siku ya Friday ya kwamba unapookoa mtu kutoka moto, huyo mtu hakuagi na amani wala na furaha, kwa sababu anajihisi ya kwamba alikuwa katika mauti, ako na majeraha ya ule moto, ameweza hata kushomeka pengine katika mwili wake na kupoteza vitu mingi. Na kwa hivyo ndio Biblia ikatuambia katika Wakorintho wa kwanza hata mlango wa 3 aya 15 ya kwamba huyo mtu anakuwako na hasara. Lakini tukashukuru Bwana ya kwamba kwa neema atamuokoa, ampe uzima tu. Lakini tukaona katika huo uzima hana furaha, kwa sababu hana zawadi ambazo angetaka afurahie, ambazo ni taji na mambo mengine makubwa.
Lakini aya ya 16 inasema, don't you know that yourself you are God's temple and that God's spirit live in you. Hallelujah. Leo tunapoangazia huu mchengo na ujenzi, ningetaka tukaweze kuangazia hili jambo, kwa sababu unapoangalia hata hii hadithi ambayo inaendelea hapa juu ya ujengaji, alafu mtumishi wa Mungu anaigiza hili hapo katikati ya kwamba hamujajua ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. Haleluya. Nyinyi ni hekalu la Mungu, na pia Roho wa Bwana anakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa anasema ya kwamba if anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred and you are that temple. Hallelujah. Ya kwamba na yeyote ambaye atakaye haribu hata hekalu ya Bwana ambayo Mungu mwenyewe ameweza kuiumba na kuiweka, akasema naye ataharibiwa. Haleluya. Mwenye atakaye haribu hekalu ya Bwana hata naye ataweza kuharibiwa. Na akamalizia ya 17 akasema ya kwamba na nyinyi, haleluya, na wewe na mimi na sisi ndio hiyo hekalu ya Bwana. Haleluya. Mchana wa leo ninataka kuangazia hilo ambalo linaitwa hekalu ya Bwana, na anasema, je, hamujajua kai motoe atemere yanyu niyo hekalu ya Mwathani? Je, hamujajua ya kwamba miili yenu ndiyo hekalu ya Bwana? Haleluya. Na akasema ya kwamba naye yeye anaitwa Roho Mtakatifu hukaa ndani ya hiyo hekalu. Kumbuka Mungu ni roho, na tumeweza kuwa tukiangaziwa hapa ya kwamba kilichozaliwa na roho ni roho, nacho kenye kimezaliwa na mwili kinabaki kuwa mwili. Na tukaona ya kwamba mwili ni hekalu ya huku duniani, lakini itaharibiwa. Lakini namshukuru Bwana ya kwamba ameshukua hiyo hekalu ambayo itakuja kuharibiwa itwao mwili wa dunia hii, akatia roho wake ndani ya huo mwili, ili huo mwili ukae ukiwa hekalu. Haleluya. Ukiwa kitu kilicho dhamana. Haleluya. Ninapofikiria haya, ninakumbuka wakati mmoja ambao Mungu alikuwa amemwagiza Musa, akamwambia Musa, ninataka unitengenezee hata sanduku la agano. Na wakati alipomwambia mtengenezee sanduku la agano ambalo litabeba agano ambalo Mungu mwenyewe atakuja na uwepo wake akae pale, Biblia inaniambia ya kwamba Musa aliambiwa na Mungu aende akashune miti ambao inaitwa acacia. Mti unaoitwa acacia haukuagi ni mti ambao ni straight sana, haukuagi ambao ni mti mzuri. Kumbuka walikuwa jangwani, na kwa hivyo unaona zile miti zinaitwa acacia saa zingine zinakuwa tu ni tushraba, lakini unakuta kunato tumiti tudogo, na unakuta katika ututumiti tuko na hatuko straight, si kitu ambacho ni kikubwa. Na akasema, ninataka unitengenezee hata sanduku langu kutokana na ule ufito. Na Musa akaenda akachukua ule ufito akautayarisha. Lakini unaposoma unasikia anasema ya kwamba ule ufito wale na ile manyike, ufito ule ulikuwa na mawaa, ulikuwa uko na mambo ambayo haiko straight, ilikuwa ni mambo ambayo yamekaa kobokobo. Unaona hiyo mti vile imekaa ya kwamba haiko straight, na kwa hivyo inaenda ikiwa ya kwamba iko na miba na iko na vitu ambazo haziwezi zikaifanya ikaweze kuwa mti bora ni kwa ajili ya ile kazi. Lakini Mungu akamwambia, wewe chukua hiyo mti ambayo sio bora na ukanitengenezee hata frames
hata frames ni kwa ajili ya sanduku langu la agano. Lakini akamwambia Musa, ukishachukua na ukishaunganisha na utengeneze, alafu chukua dhahabu ambayo ni ile mzuri sana, na ukaweze kufunika nayo ule ufito katika pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Bwana anafanya katika maisha yetu mpaka wa leo, ya kwamba anajua sisi tuko dhaifu, lakini anasema ya kwamba hata kama huu mwili ni dhaifu, lakini kwa sababu ninataka ukuwe my dwelling place, kama vile sanduku la agano lilikuwa ndilo the dwelling place of our God, akasema ya kwamba nalo lifunikwe na dhahabu. Na hivyo ndivyo natuambia mchana wa leo, ya kwamba sasa huu mwili ambao ni mnyonge ndiyo anaufanya kuwa hekalu yake, lakini ndani ya huo mwili anatia Roho wake Mtakatifu. Kumbuka, Roho wa Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Haleluya. Biblia inaniambia ya kwamba and the Spirit of God searches deep in the heart of God, ya kwamba nao Roho wa Bwana anatafuta, anaingia, anazama ndani ya kilindini ya moyo wa Mungu, na yeye ndiye ajuaye kile ambacho kimo ndani ya roho ya moyo wake, kwa sababu Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ndivyo Mungu aliweza kufanya, kama hivyo alivyokuwa amemwambia Musa, ya kwamba chukua dhahabu na ukaweze kufunika ufito, ili nisiweze kuona hata yale mawaa ama ile ambayo si mzuri ndani ya ile fito. Na kwa hivyo dhahabu ilikuwa inafunika ule unyonge wa ule mti, hata kama haukuwa mti mzuri, haingekuwa ni bao hata imenyoshwa imekatwa vizuri. Alisema huku ni jangwani, chukua panga na ukaweze hata kufyeka katika hiki kishaka, na ukatoa tumiti abasho utanitengenezea nato hata sanduku la agano. Haleluya. Sasa Biblia inatuambia kwamba nasi hivyo ndivyo ametufanya, ya kwamba kae motoe inywe nijue hekalu ya Mwadhani, kwani hamujajua wewe kama uwe wa Geshi, kwani haujajua wewe John, wewe Miriam, haujajua ya kwamba wewe ndiye hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema naye Roho wangu anakaa ndani yenu, na akaendelea akasema ya kwamba naye yoyote aharibiaye hiyo hekalu, hata naye ataweza kuharibiwa, kwa sababu anasema ya kwamba hii ndiyo jengo langu lililo imara, na ndiyo jengo ninalolitumia hapa duniani ili nikaweze kutayarika, ni kwa ajili ya jengo lile tuliona ni la mbinguni na la baadaye. Praise the name of the Lord. Katika kitabu hata cha Wakorintho, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, na ni mlango wa 3 aya 16 na 17, inatuambia ya kwamba ni kwa sababu hekalu ya Mungu ni takatifu. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu for God's temple is sacred and you are the temple. Praise the name of the Lord. Ya kwamba nayo hekalu ya Bwana ni takatifu, ni ya kuheshimiwa. Hekalu ya Bwana sio ya kuekaa katika giza na uchafu na mambo mengi yasiyo na haja. Hekalu ya Mungu ni safi, hekalu ya Mungu ni takatifu, na hekalu ya Mungu ni ya kukaliwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kumbuka, Roho Mtakatifu yeye ni mnyenyekevu sana, na hataki mambo ya kubishana. Wakati wowote unapompa nafasi, yeye anakuwa ni mnyenyekevu na anatumia nafasi yake vizuri, lakini ukimnyima, yeye hatakaa pale. Biblia inauliza ya kwamba kwani hamujajua? Kumbuka, ni swali inaanza siku ya leo, ya kwamba kwani hamujajua ya kwamba mili hii yenu, hebu gusa mwili wako uulize, wewe mwili wako haujajua ya kwamba wewe ndio hekalu la Mungu? Haleluya. Kwa sababu anasema ya kwamba nalo hilo hekalu ni takatifu
Mtakatifu, naye mwenye analiharibu hiyo hekalu ya Baba ambalo ni takatifu, naye ataharibiwa. Kidogo katika kitabu cha Warumi 6, in the book of Romans chapter number 6 na aya yake ya 12. Katika kitabu cha Warumi 6 aya yake ya 12, wacha tuanzie 11 na 12. Inasema hivi: in the same way count yourself dead to sin but live to God in Christ Jesus. Hallelujah. Warumi 6:11, in the same way count yourself dead to sin but to God, but alive to God in Christ Jesus. Hallelujah. Number 12 inasema hivi: therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Hallelujah. Ya kwamba ati katika hiyo njia hebu kaweze kuhesabu ya kwamba wewe umekufa katika dhambi na wewe unaishi katika Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Ndio wakati unajua ya kwamba wewe ni hekalu, wakati ambao unasemezana na mwili wako na unawaambia wewe, mwili wangu, wewe ni hekalu na sio hekalu ya mwingine, bali wewe ni hekalu ya Mungu aliye juu sana, aliye hai, ambayo macho yake yanaona kote hapa duniani. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba basi ukishajua ya kwamba wewe ni hekalu hiyo, hebu sasa fanya kitu kimoja. Sasa jihesabu ambaye amekufa katika dhambi na ukaweze kuishi ndani ya Mungu ukiwa naye Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Ya 12 anasema ya kwamba usikubali dhambi ikaweze kuchukua utawala juu ya maisha yako ama juu ya huu mwili ambao ni wa kiasiria, over your mortal body, so that you may obey its evil desire. Usikubali dhambi, na ni dhambi ya aina yoyote, ikaweze kutawala katika huo mwili wako. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo mchana wa leo, kama Baba anasema ya kwamba hizi mili ndizo hekalu, na anasema hekalu yake ni safi, hekalu yake ni takatifu, anaongezea anasema ya kwamba sasa fanya kama maishi kama umekufa kwa mambo ya dhambi, ili naye Roho wake Mtakatifu ambaye ametuambia ya kwamba ndani ya hiyo hekalu anatia Roho Mtakatifu, naye akaweze kuishi akiwa hai na akiwa na yeye Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Hiyo inaniambia ya kwamba wote watatu ni kitu kimoja. Mungu Baba na Roho na Kristo Yesu, wote ni kitu kimoja, na ndio sasa wanaishi ndani yake. Na ndio anasema Paulo katika Warumi hata 6:12 ya kwamba usikubali sasa dhambi ikaweze kuyatawala maisha yako. Usikubali dhambi. Ni kwa nini anasema tusikubali dhambi? Kwa sababu hekalu la Bwana Mungu amelitangaza ni takatifu, na akasema atakai haribu hata naye ataharibiwa, na akasema hiyo hekalu ni sisi tulio hai. Haleluya. Kumbuka hii neno liko na ushindi mwingi sana wakati tuko hai, kwa sababu ndio wakati wa kujitayarisha. Ni kwa sababu tukishatoka hii dunia, hili neno tutalikuta kule juu mbinguni, na ndilo litatuhukumu. Litatuuliza iliandikwa ya kwamba nyinyi ni hekalu mkiwa hapo duniani katika huo mwili wa kiasiria. Ndio Paulo anauita ndio mortal bodies, mwili ambao ni hafifu, huyu mwili ambao ni wakufa, huyu mwili ambao utakuja kuharibiwa na kifo. Lakini anasema kabla kifo kikuje kuharibu huyo mwili, kwa sababu kifo hakikuchagi peke yake, kifo huwa kinaambiwa na Bwana ya kwamba enda sasa ukaniondolee yule mtu wako wa roho ndani ya yule mwili. Haleluya. Na
wakati mtu wa roho anaondolewa, hapo sasa ndio tunasema fulani aliweza kufa, fulani aliweza kupumzika. Ni kwa sababu gani? Yule mtu ambaye Bwana aliweka wa roho ameweza kumuondoa. Haleluya, praise the name of the Lord. Na kwa hivyo tunaambiwa na Paulo, basi sasa washa kushafua huo mwili. Usikubali vile Bwana amesema hekalu yake ni takatifu, nawe ukweli wa kuishafua. Nipoza anasema ondokea dhambi. Dhambi sitawale ndani ya maisha yako. Kile ambacho unaona siku ya leo ambacho kinaweza kutenganisha mwanadamu na Muumba wake anaitwa Mungu, ambaye anampenda sana sana, anampa uhai kila siku. Haleluya. Anasema ya kwamba yeye ni mvumilivu na hataki mtu hata mmoja apotee. Anataka kila mtu akaweze hata kuwafikia katika toba na hata katika kupokea huu uzima. Kwa hivyo wakati ambapo anakupa uzima, anafanya uamke asubuhi. Si eti kwa sababu hakuona jana ulitenda dhambi, si eti hakuona jana haukumwamini vilivyo, lakini anakuvumilia tu, ananivumilia tu. Anataka tukaweze kuingia katika kutubu na kugeuka na kuondoka katika dhambi, kwa sababu haja yake ni ya kwamba yeye na Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu wakae wakiwa ndani yetu wakitutawala. Haleluya. Kwa hivyo anasema ya kwamba ukijua wewe ni hekalu, hebu kaweze kuondoka katika hayo mambo anayaita ya dhambi, ambayo anasema ya kwamba hayo ni ya kushafua hii hekalu, na Mungu hataki ushafu katika hekalu. Nipoza anasema basi kama umekufa, inapofika ni masuala ya dhambi. Haleluya. Kama umekufa, inapofika ni masuala ya dhambi. Ni kwa nini? Mtu ambaye amekufa hawezi akatenda, hawezi akasikia, hawezi akafanya. Kwa hivyo ikifika ni masuala ya dhambi, nawe kama huyo mtu ambaye amekufa, ili yeye anayeitwa Roho wa Bwana akuwe na uhai ndani yako. Wakati Roho wa Mungu anakuwa na uhai ndani yako, tuliona kunayo mambo anatekeleza, kwa sababu mtu wa roho atakuwa ni roho na atatembea katika roho, na sio tu kuiba. Edhiaga deveine wa roho, ekaraga deveine wa roho, ekaoyaga deveine wa roho. Hapana, sio tu kuiba, lakini vile tuliona ya kwamba ni matendo tutaona ambayo yatatuambia ya kwamba na huyu mtu ako ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Katika aya yake ya 13 inatuambia, ya Warumi 6:13 inasema ya kwamba do not offer the part of your bodies to sin as instrument of wickedness. Hallelujah. Ya kwamba usije ukapeana hata sehemu za mwili wako katika dhambi, situmike kama shobo hata za uasi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo sasa ni mwili. Paulo anaanza kutuongelesha, na sasa anaanza kutuletea hata huu mwili vile ulivyo. Na ndio nilikuambia, nena na mwili wako, uambia kwamba mimi ni hekalu na ninataka kukaa kama vile neno la Bwana linasema. Sasa anatuambia ya kwamba msitumie sehemu za miili yenu hata katika kuzipeana katika dhambi. Ni kwa sababu gani? Hii sehemu zote ambazo zimeunda huu mwili, hizo ndizo hekalu ya Bwana. Haleluya. Hekalu ya Bwana ni hiyo masikio yako ambayo yanasikia neno hili, ambayo yanatii, ambayo yanafanya kile ambacho Mungu anataka. Ndio sehemu ya mwili huo wako ni hekalu ya Bwana. Macho yako ni hekalu ya Bwana ambayo inagagalia na inasikia na inaweza kutafakari na kuingiza ndani ya roho na kuchagua yaliyo mazuri na yaliyo mema. Ndiyo hiyo miguu yako, hiyo ni hekalu ya Bwana ambayo inaweza kutembea
dhambi ipige magoti mbele za Bwana. Ni hekalu ya Bwana, ni hekalu ya Bwana. Hiyo mikono yako ni hekalu ya Bwana. Wakati inakumbatia wale wanyonge, wakati inainua inasaidia wengine, wakati inainuliwa mbele za Bwana, hata katika maombi ni hekalu ya Bwana. Paulo anasema basi msitumie viungo za mwili wenu hata katika mambo ya dhambi. Ndio, hiyo mdomo ni hekalu ya Bwana. Usitumie hiyo mdomo katika mambo yaliyo ya dhambi. Ni kwa sababu hekalu ya Bwana ni safi, hekalu ya Bwana ni takatifu. Ndio, nataka uangalie sehemu za mwili wako mchana wa leo na ujiulize, ni sehemu gani ambao inakuwa haifanyi mapenzi ya Bwana? Ni sehemu gani mimi nimekubali kuipeana ikaweze kufanya kazi za dhambi? Ni sehemu gani ambao nimeipeana ikaweze kutenda haki? Kwa sababu wakati unapoangalia mwili wako umejaa sehemu kila mahali, ni kwa sababu kuna hizi zenye tunaziona na macho na kuna sehemu zingine hatuzioni. Kunayo sehemu inaitwa roho, ambayo Biblia inasema ya kwamba ni kama msitu, ambao msitu tunajua unajifisha kila aina ya mambo maovu, mazuri, madogo, makubwa, yanakaa katika msitu. Na kwa hivyo kunazo sehemu nyingi. Ingia katika mwili wako na upime na neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba msitoe sehemu za miili yenu hata kuwa katika shobo cha kutumika ni kwa ajili ya uasi. Lakini anaendelea anasema, but rather offer yourself to God. Hallelujah. Lakini badala ya kutoa sehemu za miili yetu katika kutumika katika maovu, hebu tukaweze kuzitoa kwa Mungu. Inasema but rather, hallelujah, but rather offer them to God as you have been brought from death to life, and offer the part of your body to him as instrument of righteousness. Hallelujah. Mwili huo wako ndio tunanena kuhusu. Huyu mwili wangu ndio tunainenea ya kwamba sasa tukatoe hizi miili hizi ambao Bwana amesema akaembotoe. Kwani hamujajua ya kwamba hizi miili ni hekalu za Bwana? Wakati mwingine hatupendi wakati tunaambiwa mambo ya hii mwili, kwa sababu tunasema ya kwamba huu mwili ni wakati wa kufurahisha. Lakini mwimbaji akaiba akasema, mwili nakwenda kwaguo sigatigwa gukuthi. Maliza hiyo ingine. Haleluya. Ni kwa sababu huu mwili si wa mbinguni, huu mwili si wa hapa. Kile Bwana alifanya ni ya kwamba anatia roho wake ndani yetu, lakini akishamalizana na huu mwili ukatae kubadilika na ukaweze kumshafua roho wake, anainua roho wake, anamtoa katika mwili. Haleluya. Na ndipo sasa tukaona ya kwamba ukiwa hauna roho wa Mungu, basi yale mambo ambayo yatatoka ndani yako ni yale tunaita ya mwili. Na Paulo akasema ya kwamba nayo matendo ya mwili ni wazi, akiambia Wagalatia akasema matendo ya mwili ni wazi. Pengine tutakuja kuyasoma, lakini kwa sahihi, kwa sababu ya muda, ninataka tuangalie hii hekalu ya kwamba mwili wako ni hekalu, na hekalu haitakiwi kuwe chafu. Biblia inasema rather offer yourself to God, lakini badala ya kupeana mwili wako na sehemu za mwili wako kwa mambo ambayo ni ya dunia, kwa mambo ambayo ni ya dhambi, kwa mambo ambayo si ya kudumu, hebu ukaweze kupeana kwa Mungu na ukaweze kutumika kama shobo cha uhaki, kama shobo cha utakatifu, kama shobo cha basho ni kizuri mbele za Bwana. Kumbuka sanduku la agano lilipoundwa, hata na bao ambao
halikuwa mzuri, lakini lilipotiwa dhahabu lilifanyika la kubeba kitu ambacho ni cha dhamana, lilifanyika ni shobo mzuri. Haleluya! Wakati mwingi wa Israeli wagenda vitani wabebe ile sanduku la agano, hata kama halikuwa mzuri, lakini sasa limefunikwa na dhahabu. Wakati wowote lingetangulia katika ile vita, wangeshinda hiyo vita. Kumbuka Yordani walipofika pale, Biblia inaniambia ya kwamba ulikuwa ni msimu wa mvua kubwa, ulikuwa ni msimu wa mafuriko, lakini walipofika pale katika mto mkubwa sana uitwaye Yordani na hawangeweza kuvuka, Mungu alimwambia Musa, ambia makuhani wabebao sanduku la agano waingie kwa maji, wakanyage pale maji imeanzia. Na wakati walipokanyanga ile maji, Biblia inasema ya kwamba mto ukaanza kurudi nyuma, mto ukaanza kurudi nyuma, kwa sababu haungestahimili. Haleluya! Haungestahimili aliyekuwa ndani ya lile sanduku ambalo halikukuwa rabao, ambazo zilikuwa mzuri, zilikuwa baya, hafifu, lakini zimefunikwa na dhahabu. Haleluya! Washa kujidharau mchana wa leo, washa kuyadharau maisha yako, washa kudharau mahubiri yako. Saa zingine tunajiangalia, tunaanza kujidharau. Ebu kaashe kudharau hayo, lakini dharau kitu kimoja kinaitwa dhambi, kwa sababu mwili ambao Bwana anatangaza ni hekalu yake, lakini hauna dhambi, anautumia kama shobo nzuri ya kubeba haki, ya kubeba hata utakatifu. Nao wakati unapofika katika shida, na shida sione Mungu aliyo ndani ya hiyo hekalu, haleluya, zinaangalia na zinasema hatuwezani na huyu. Washa tuanze kurudi nyuma, washa tuanze kuenenda zetu. Haleluya! Ni kwa nini siku ya leo tunashindwa? Ni kwa nini siku ya leo tunasema hakuna Mungu? Ni kwa sababu hekalu tumeikubalia itawaliwe na dhambi. Lakini washa sasa kupeana hekalu itawaliwe na dhambi. Viungo zote za mwili wako ni hekalu. Usifikirie utatumia kimoja katika mambo maovu na kingine ukitumia katika mambo mazuri. Washa viungo zote za mwili wako, nje na ndani, zitawaliwe na Mungu, nazo zitakuwa shobo njema, shobo cha uhaki, shobo cha utakatifu, shobo ambayo ni cha Bwana. Na mambo ya dunia haitaweza kustahimili, mioto ya dunia haitaweza kukustahimili, hata mafuriko na maji ya dunia haitaweza kukustahimili. Moto unapokuona utasema hii dhahabu hata ikiwekwa katika huu moto, badala ya kushomeka ishe kama majani, badala ya kushomeka ishe kama bao, badala ya kushomeka ishe kama hata miti, lakini hii dhahabu ambayo inaitwa hekalu iko na Roho wa Bwana, imetumika kama shobo cha uhaki. Ikiwekwa ndani ya moto itatokea pande nyingine ikiwa imeng'ara. Haleluya! Nataka tuombe. Unapofikiria habari ya maisha yako, unapofikiria habari ya mwili wako, ninakuomba tu na ninakusihi sana siku ya leo, na Bwana akitujalia katika hii juma, wacha tufikirie jinsi ya huu mwili, kwa sababu huu mwili ndio ambao unatumika kuwa shobo ya kubeba uhaki na utakatifu wa Bwana. Kama tunataka Mungu katika dunia, ni huo mwili wako. Kama tunataka Mungu katika serikali, ni huo mwili wako. Kama tunataka Mungu katika kanisa, hata kaa katika hiyo mawe. Daudi akasema hakaagi kwa nyumba ambazo zimejengwa na mikono ya mwanadamu.
lakini anakaa katika huo mwili. Kama tunataka Mungu katika familia, hatatoka huko juu kuja kaage kwa hiyo nyumba, lakini atakaa katika huo mwili wako. Washa tufikirie mambo ya huo mwili, naye Bwana atatubariki. We want to pray, and I want to pray with you, tukijiombea ni kwa ajili ya maisha yetu na miili yetu. Haleluya. Baba, katika jina kuu la Kristo Yesu, ni kweli hii ndio ahadi yako ndani ya maisha yetu. Unauliza, kwani hatujajua ya kwamba ni sisi umechagua kuwa hekalu ya Roho wako Mtakatifu, hata hekalu yako Mungu uliye juu sana. Na ulipoona kama hatujaelewa vizuri, ukarudia na ukasema ya kwamba hiyo hekalu iliyo ya Mungu ni sisi. Na hivyo leo umesema nasi ya kwamba hekalu yako ni takatifu, naye atakayeharibu hata naye ataharibiwa. Ukasema ya kwamba tusipeane hata miili yetu kutawaliwa na dhambi ambayo iko na mawazo mabaya na mapotofu, hata tusiweke viungo za huu mwili hata katika udhalimu na uovu na shobo cha uovu. Lakini ukasema badala tupeane hizi miili kwako, ili wewe usitumie kama shobo cha haki, shobo cha utakatifu, shobo cha amani, shobo cha imani na shobo cha wema. Baba, tunajikabidhi hivyo kwako. Wewe unajua udhaifu wetu, unajua kwenye hatujafaa mbele zako, lakini tuomba utusamehe. Tusamehe makosa yetu mengi sana. Tusamehe udhalimu na uovu. Tusamehe kwa hiari kutoa viungo zetu hata sikaweze kupendeza kazi ambayo ni ya udhalimu, na ukaweze kututakasa mchana wa leo hata kwa damu ya mwanao Kristo Yesu, na ukaweze kushukua viungo zetu na miili yetu, ukaijaze kwa Roho wako Mtakatifu, ambaye atakuja kutuelekeza katika wiki wa mashauri na katika wiki wa msaada na hekima zitokazo kwako, na hata katika ushirika wetu na wewe. Bwana, tusaidie mchana wa leo, hata tunapoendelea katika hili juma hapa, hata tunapoendelea katika shughuli zetu za kila siku. Washa tukaweze kumakinikia maisha ya huu mwili, kwa sababu baada ya yote ndiyo yatatupa maisha ya baadaye. Baba, uinuliwe na hata uimidiwe. Washa msikilizaji wangu apate amani kwa mawazo na hata kwa moyo, ili aondokee yote yaliyo ya ushafu wa huu mwili. Ni asante kwa sababu wewe ni Bwana. Twakupa sifa na heshima kwa hili neno. Tubariki na ututende mema, na ni katika jina kuu la Yesu tunaomba na hata kuamini. Haleluya. Sema nami amina. Nami